Sasa kama nilivyogusia, ndio maana sheria hii inaitwa vile vile sheria ya kifalme. Yakobo 2:8, lakini mkiitimiza ile sheria ya kifalme, tuseme wote, lakini mkiitimiza ile sheria ya kifalme kama ilivyoandikwa, mpende jirani yako kama nafsi yako, mwatenda vema. Hii sasa inaitwa sheria ya kifalme. Sheria ya kifalme maana yake nini? Kwa nini inaitwa sheria ya kifalme? Mfalme yeye anapotaka kitu fulani kifanyike, mradi tu moyoni anataka kifanyike, sasa kitafanyika, na yeye siye atakayekifanya, lakini watakifanya wengine kwa niaba yake na kwa ajili yake. Mfalme akiwa anataka kuwa na mashamba, anataka kuwa na shamba la ekari 300, hekta 300, atapata shamba hilo mradi tu anaonyesha nia hiyo, anaonyesha mapenzi hayo tayari na kuyaelezea kwamba nataka hiki. Basi wengine wataenda kumtafutia mashamba hilo zuri, na tena watalima na watavuna, watamletea tu mazao. Yeye kazi yake ni kutaka tu. Akishakuwa ametaka, basi mradi tu anataka, kuna wengine wanaofanya kwa niaba yake na kwa ajili yake. Na vivyo hivyo sheria ya kifalme, tukisikia tu mafundisho, mradi tu tumeokolewa, tunapenda kukaa katika viwango vya utakatifu ambavyo Mungu ametupa. Na tukumbuke katika Waebrania 12:18 Biblia inasema, pasipo huo utakatifu hakuna mtu atakayemwona Bwana. Hatutamwona Bwana kwa sababu ya dini zetu, hatutamwona Bwana kwa sababu ya hiki na kile, ni kwa utakatifu, kwa viwango hivi vya Yesu vinavyoonekana ni vigumu, ambavyo ndio vinaitwa kweli. Tunapoisikia kweli sasa, tunachotakiwa sisi ni kutaka. Nataka kufanya hivi kama nilivyojifunza, pamoja na ugumu wake. Tunasema ni kweli, nimekuwa nafanya kinyume na haya niliyojifunza. Sasa nataka kuishi kama nilivyojifunza katika neno lake Mungu. Sasa tunamwambia Yesu Kristo, tunataka yeye sasa ndiye anayetenda yale anayotaka tuyafanye ndani yetu. Haleluya. Unaweza kuona anafanya hayo ndani yetu yeye mwenyewe. Waebrania sura 13, Waebrania sura 13 mstari sasa wa 20 mpaka mstari wa 21. Waebrania sasa sura 13 mstari wa 20 mpaka mstari wa 21. Basi Mungu wa amani aliyemleta tena kutoka kwa wafu mchungaji mkuu wa kondoo, kwa damu ya agano la milele, yeye Bwana wetu Yesu, awafanye ninyi kuwa wakamilifu katika kila tendo jema, mpate kuyafanya mapenzi yake. Sikia maneno hayo, awafanye ninyi kuwa wakamilifu. Ni yeye anatufanya kuwa wakamilifu katika kila tendo jema, mpate kuyafanya mapenzi yake, naye akifanya ndani yetu lipendezalo mbele zake, kwa Yesu Kristo, utukufu na yeye milele na milele. Amina. Yeye ndiye anayefanya ndani yetu lipendezalo mbele zake. Tunatakiwa sisi ni kumwendea.
ni kukikaribia kiti cha neema. Waebrania 4 mstari wa 16. Basi Waebrania 4:16, basi na tukikaribia kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Kwa hiyo tunajifunza kweli, tukumbuke kweli na matana na neema. Tunakikaribia kiti cha neema kwa ujasiri na kumwambia Yesu Kristo, nimejifunza. Hivi ndivyo ninavyopaswa kufanya kama Mkristo. Kwa hiyo ninakuomba uniwezeshe, unipe neema ya kufanya na kuishi sawa sawa na haya. Na tunaanza kwa imani kuyaishi. Haleluya. Kwa namna ile tulivyoanza kuishi katika maisha ya wokovu kwa imani. Haleluya. Tunaanza kwa imani katika wokovu na tunaendelea na kuishi katika utakatifu katika imani ile ile. Unaweza kuona. Kwa hiyo sasa tunaongozwa na sheria ya Kristo. Sasa sio kusema kwamba tuko huru tu mbali na sheria. Ndio maana tunaweza kuona tukiwa tumejua hayo. Sasa tukisoma kule katika Wagalatia tunaweza kuelewa sasa na kuona ule uhuru ukoje. Katika Wagalatia sura 5 sasa tunaanza kusoma mstari wa 1 sasa mpaka mstari wa 4. Katika uungwana huo Kristo alituandika huru. Kwa hiyo simameni, wala msinaswe tena chini ya kongo la utumwa. Tazama, mimi Paulo nawaambia ninyi kwamba mkitahiriwa Kristo hata wafaidia neno. Tena namshuhudia kila mtu atahiriwaye kwamba ni wajibu wake kuitimiza torati yote. Ni swala la torati hapa, ni swala la sheria ya Musa. Mmetengwa na Kristo ninyi mtakao kuhesabiwa haki kwa sheria, yani sheria ya torati, sheria ya Musa. Meanguka na kutoka katika hali ya neema. Neema ndio hii tunazungumzia, sheria ya Kristo ambayo vile vile ni sheria ya kifalme. Haleluya. Sasa tukiwa tumejua hayo, sasa tupige hatua nyingine. Tupige hatua nyingine. Tuangalie hoja nyingine, labda ya mwisho sasa, ambayo inatumiwa vile vile kufundisha kwamba tunatakiwa kuvaa tu vyovyote tunavyotakiwa kuvaa. Tusiwazuie watu, mtu anavaa chochote na avae, chochote anachotaka mtu kuvaa avae. Na wanasema hivi, kwa namna hii itakuwa rahisi kuwapata vijana, itakuwa rahisi kuwapata watu wa nyakati hizi tulizo nazo. Kwa hiyo tuvae vyovyote vile ili tuwapate mataifa. Ili tuwapate mataifa. Kwa hiyo tuambie, unaweza kuvaa chochote tu, unaweza kuvaa nguo yoyote unayotaka, hakuna shida. Unapokuwa umeokolewa, hayo Mungu hashughuliki nayo. Wewe vaa vyovyote unavyotaka ili tuwapate mataifa, tuwapate watu wengi zaidi katika wokovu. Hapa napo hatuna budi kufahamu wokovu hatujengi kwa msingi wetu wenyewe. Msingi wa wokovu umekwisha kuwekwa, yani Kristo. Na awaye yote anajenga juu ya msingi uliokwisha kuwekwa tayari. Na je, Kristo alifanya hivyo? Alichuja viwango vya neno la Mungu, alichuja viwango vya sheria ili kuwapata watu na kujaza makanisa? Jibu ni la. Alisimama katika viwango, hata kama pale watu walipoona hili ni neno gumu hawezi kulifanya. Alishikilia na kusimama katika viwango na kuambia watu hivi ndivyo viwango, na tunatakiwa kukaa katika viwango hivi. Hili neno ni gumu, ni nani awezaye kulifanya? Kwa hiyo tunakuacha. Yesu Kristo hakusema basi nashusha viwango ili niwapate. Walipoondoka wengi, wakabaki wachache pamoja naye. Aliwauliza na wale waliobaki, je, ninyi nanyi mwataka kuondoka? Kama mtaka kuondoka, njia nyeupe. Awaye yote ambaye anasimama kama mwalimu wa Biblia leo
anayesimama leo kama mchungaji kanisani, hatuna budi kujua sisi tunafundisha. Sisi ni wachungaji kwa kufuata kielelezo cha mchungaji mkuu wa kondoo Yesu Kristo. Cha kufuata kielelezo cha mchungaji mwema Yesu Kristo. Na kama hakushusha viwango ili kuwapata watu, na sisi tusishushe viwango. Amen. Kwa hiyo kushusha viwango ili kuwapata watu sio mafundisho ya Kristo. Hayo ni mafundisho ya kigeni. Bwana tusaidie kupambanua roho. Tumwangalie mwalimu Yesu Kristo alifanyaje. Mchungaji Yesu Kristo alifanyaje. Yohana sasa sura ya 6. Yohana 6 mstari wa 60 mpaka 61. Halafu tutasoma mstari wa 66 mpaka 68. Basi watu wengi miongoni mwa wanafunzi wake waliposikia, walisema, neno hili ni gumu. Ni nani awezaye kulisikia? Maneno haya kulisikia maana yake kulitenda. Kama mtu akikuita na kukwambia njoo, ishara kwamba umesikia, utakwenda alikokuita. Na linapotumika neno hili kwa lugha ya asili inamaanisha kulitenda. Basi watu wengi miongoni mwa wanafunzi wake waliposikia, walisema, neno hili ni gumu. Ni nani awezaye kulitenda? Na Yesu akafahamu nafsini mwake ya kuwa wanafunzi wake wanalinung'unikia neno hilo. Akawaambia, je, neno hili linawakwaza? Hapa kulikuwa na neno gumu ambalo amelifundisha. Sasa linawakwaza watu. Unasema, hili neno ni gumu sana. Nani awezaye kulitenda hili? Kwa hiyo matokeo yake yakawa nini? Mstari wa 66 mpaka 68. Kwa ajili ya hayo wengi, si wachache, wengi wakaliacha kanisa la mchungaji Yesu Kristo. Wengi. Kwa ajili ya hayo wengi miongoni mwa wanafunzi wake wakarejea nyuma, wasiandamane naye tena. Wengi, si wachache, wakaondoka kanisani. Nasema, sherehe yako bwana imezidi. Umezidi na wewe na sheria mchungaji Yesu. Kwa hiyo basi, kama utaki sisi tufanye hivi na hivi, unasema mtakatifu ndio hivi, basi hatuji kusali kwako. Wengi wakabaki washirika wachache sana kwa Yesu. Sasa je, alishusha viwango ili wapate hao? Alishusha viwango? Sio mchungaji Yesu bwana. Sio mchungaji Yesu. Basi Yesu akawaambia wale thenashara, inaonyesha ni kama walibaki wenyewe tu 12. Wengi, labda walikuwa mamia, wameondoka wote, wamebaki 12 tu hapa. Au zaidi hao kidogo sijui. Sasa hapa anasema akawageukia hao alioanza nao huduma, ambao walikuwa bado wapo, wakati wengine wameacha kuja ibada, wameacha kuja kanisani. Kama mchungaji, yale mafundisho, kama mafundisho hatuji, kama unatusisitizia hayo hatuji. Basi Yesu akamwambia wale thenashara, je, ninyi nanyi mwataka kuondoka? Je, ninyi nanyi mwataka kuondoka? Maana kama mnataka kuondoka, na nyinyi njia nyeupe. Si mnaona hao waliondoka, sijawaita. Na nyinyi mnataka kuondoka, msisite. Hapa viwango havishuki, na nyinyi njia hiyo. Basi Simoni Petro akamjibu, Bwana, twende kwa nani? Wewe unayo maneno ya uzima wa milele. Ala, kumbe maneno ya uzima wa milele ni magumu. Ni neno gumu. Ni neno gumu kuliko sheria ya Musa. Ndiyo maneno ya uzima wa milele. Na wanaoingia katika uzima wa milele sio wengi.
njia iendayo katika uzima ni nyembamba, na waionao ni wachache. Njia inayoenda upatevuni ni pana, wanaoenda huko ni umati wa watu. Na nyinyi mnataka kuingia, na nyinyi mnataka kukaa, mnataka kuondoka, nendeni. Kama mnataka kukaa hapa, viwango ndivyo hivi. Simoni Petro ndio wa kwanza. Mimi nikuache wewe niende kwa nani? Hatoki mtu hapa. Huyo ndiye anayeenda mbinguni. Huyo ndiye anayeenda mbinguni. Wachungaji tunatakiwa kufuata kielelezo cha mchungaji Yesu Kristo, sio kutafuta kujaza makanisa. Ukiona umati wa watu hapa hakuna mchezo. Hii ni full gospel. Na hapa hili neno kama unavyolisikia ndilo limekuwa likifundishwa miaka nenda miaka rudi hapa. Kama mtu unakaa kwenye neno hili, unakaa na unalisikia na unasema kama ni hivi sirudi kanisani, njia nyeupe. Hakuna wa kukutafuta. Lucifer alipotaka kuleta mambo ya kwake na kutoka katika njia ya Mungu, alipotupa nje, Mungu mpaka leo hajamtafuta wala hana mpango naye. Kazi yangu mchungaji ni kukufundisha kweli, na nitakueleza kweli ni hii. Unatakiwa kukaa katika maneno haya. Na hapa mimi sijali umati wa watu, siendi kwa idadi ya watu. Tena napoona umati wa watu wanang'ang'ana hapa, huwa naogopa na kuona hawa watu tu wanafuata miujiza. Kuna wakati mwaka mzima hapa na acha habari ya kuombea watu, ni kweli iko hapa. Ili nione hawa wanaokwepa wako wanafanya nini. Maana wakati wa Yesu kuna wengine walikuwa wanamfuata, akasema hata ninyi mnanifuata kwa sababu mlikula mikate mkashiba. Kwa hiyo mnataka mikate mingine, na leo hamna mikate hapa. Hakuna mikate hapa. Tafuteni chakula kidumucho. Msikitendee kazi chakula kinachoharibika. Akawageuka, akaanza kufundisha neno gumu. Ndiyo maana kwa muda tumekuwa tukijifunza mafundisho ya kwanza ya imani ya wokovu katika TV. Sasa ni neno gumu. Na kama ulikuwa unampenda Kakobe katika mafundisho yaliyotangulia, shauri yako. Utaendelea kumpenda au utaendelea kuzungumza wewe na kusema Kakobe kama hivi hatuna shughuli na wewe, nenda. Viwango hivi havishuki. Kakobe hana mbingu. Mbingu ni za Yesu Kristo. Na hapa siku zote huwa nawaambia, na nyinyi mnajua kwamba viwango ndio hivi. Hakuna mchezo na dhambi hapa. Hakuna mchezo na dhambi hapa. Tunakaa katika neno kama lilivyo. Mimi siwezi kama hivi na hivi. Basi naondoka. Si naenda kanisa gani? Njia nyeupe. Njia nyeupe. Nenda kwa amani. Kwa amani yote. Ukifika kule mseme Kakobe unavyotaka. Lakini utasema utalala. Viwango hapa havishuki. Na ukizunguka ukiamua kurudi, neno ni hili. Halishuki. Wamebaki 12 kwa Yesu. Yesu anasema, na nyinyi mnataka kuondoka? Ondokeni, nitahubiri mabenchi. Amen. Wachungaji wenzangu,
pamoja na kunaanza kuwa na roho ya ajabu ya kushindana kwa idadi ya watu makanisani. Kanisa langu ndio kubwa sana kuliko yote. Kanisa langu ndio lina watu msijui wangapi. Lazima tuwe makini katika hili. Je, tunaojaza watu ni watu wanaokwenda mbinguni au tunawafanya watu kubadilisha dini sasa na kuingia katika dini nyingine ya Kipentekoste? Dini nyingine ya kufanya ya watu kuwa wachafu ni afadhali kuliko hata dini walikotoka. Sivyo Yesu anavyotuagiza kufanya. Tunataka tufanye ili tuwapate. Tunawapata kivipi? Tunapata kuwa washirika wetu au washirika wa Kristo. Kumbuka, kuna kanisa linaloonekana na vile vile kuna kanisa lisiloonekana. Kuna kitabu cha washirika kanisani, makanisa yanaonekana hapa duniani, na vile vile kuna kitabu cha uzima ambao kina watu ambao majina yao yameandikwa mbinguni. Hatuna budi kutafuta kuandikwa, sio katika kitabu cha washirika wa kanisa linaloonekana hapa duniani, lakini kitabu cha uzima mbinguni, ambalo ndio linaitwa katika Waebrania kanisa lisiloonekana la wazaliwa wa kwanza, ambao majina yao yameandikwa mbinguni. Haleluya. Na sasa, kwa hiyo ni hila za adui kwamba tushushe viwango kwa visingizio vya kuwapata. Na je, tunawapata kweli? Kwa sababu kama tunasema basi wanaweza kuvaa mavazi wanavyotaka, wanaweza kucheza dansi wanavyotaka kanisani, kama wanacheza ndombolo huko na hapa ndombolo wacheze kanisani ili tuwapate, hile tune unafikiri ndio litawafanya wawepo? Nakumbuka yuko mwanamuziki mmoja wa Injili, anajiita hivyo, mwanamuziki wa Injili, alitoka Afrika Kusini, halafu akaja siku moja katika nchi ya Tanzania na akapiga mirindimo yake katika ukumbi wa Diamond Jubilee, na watu wamejazana kwa sababu ya mirindimo ya kwake ambayo ni kama ya dance tu, kama ya dance yoyote ile. Lakini waliandika katika magazeti wakasema, baadhi yao waliojia wakasema, yani jamaa wana muziki mzuri bwana, yani jamaa wanatawala kweli jukwaa na maneno yao. Lakini tatizo sasa ni sasa hii watu walikuwa na hojiana mle ndani, sasa tunachezaje hili dance? Wao wanatumia Kiswahili chao, wanasema tunayarudije haya magoma? Tunayarudije haya magoma bila stimu? Yani tunacheza sasa, tunapata nguvu gani ya kucheza? Stimu, zile engine za zamani za treni zilikuwa zinaendeshwa kwa mvuke, zilikuwa inaitwa steam engine. Kwa sasa nguvu gani tutaipata ya kucheza ili tucheze sawa sawa? Sasa wakawa wanauliza waandaaji, jamani, hamna pombe kidogo sasa? Maana tunataka tupate pombe tutie stimu. Sasa nyinyi mnasema hamna pombe, tu ni soda. Sasa tutapataje stimu? Pombe haziruhusiwi hapa, ni soda tu. Ikabidi watu wanatoka kwenda kupata stimu nje. Wanaenda kunywa gongo, wanakwenda kunywa pombe kwanza huko, halafu wanakuja wako ndi, halafu wamelewa hoi tabani na mabangi yao, mimoshi yao, ndio sasa wanayarudi magoma ya Injili. Kumbe unataka tuwapate, huwezi kusema tu mavazi. Manake na uasherati ukubali. Kwamba na uasherati tu sio kusema tu vaa vyote tunavyotaka, useme fanya uasherati utakavyo, fanya uzinzi utakavyo, kunywa pombe yoyote uitakayo, kama ni gongo ilete katika ibada, kunywa we mradi tusema Bwana asifiwe, Yesu atosha, shalom, tunaenda mbinguni. Kwa hiyo wachungaji, kama tunafundisha watu kwamba wafanye chochote kile, tuambie wanywe pombe vile vile, wanywe pombe yote ile,
wafanye uasherati wowote ule, tumalize yote. Lakini kwa habari tu ya mavazi, kwa habari ya kucheza tu dansi, wanataka stimu. Lazima wape na stimu. Kwa hiyo kumbe ni hila tu za adui kwa kushusha viwango. Tunakuwa na kanisa linalosemekana kuwa ni hai, kumbe limekufa. Bwana tusaidie kuwa na macho ya rohoni ya kuyaona haya wa Tanzania. Bwana tusaidie kuwa na macho ya rohoni ya kuyaona haya wa kanisa la Mungu lote duniani. Oh, haleluya. Kwa hiyo dawa sio kushusha viwango, hapana. Hapana. Kazi yetu ni kuhubiri, na yule anayekaa ambaye hataki kukaa kwenye neno, hatuna jinsi ya kufanya. Amechagua kwenda katika njia pana iendayo potevuni, hatuna namna ya kufanya. Wale ambao wanakaa katikati yetu ndio wa kwetu. Katika Yohana Biblia inasema mitume walipokuwa wanafundisha, walikuwa wanafundisha kweli, na walipoona watu wanatoka kwa sababu ya kuikimbia kweli, walisema maneno haya. Waraka wa kwanza Yohana sura ya 2. Waraka wa kwanza Yohana sura ya 2 mstari ule wa 19. Walitoka kwetu, lakini hawakuwa wa kwetu. Walitoka kwetu, lakini hawakuwa wa kwetu. Maana kama wangalikuwa wa kwetu, wangalikaa pamoja nasi. Lakini walitoka ili wafunuliwe kwamba si wote walio wa kwetu. Haleluya. Si wote walio wa kwetu. Ni muhimu kuelewa kwamba si wote walio kwetu. Kivipi? Si kila mtu anayekuja kanisani kama hapa ameokolewa. Na kanisa la kweli la Kristo ni la watu waliookoka. Matendo ya Mitume sura ile ya 2. Matendo ya Mitume sura ile ya 2 mstari wa 47 mwishoni hapo. Matendo ya Mitume 2 mstari 47. Bwana akalizidisha kanisa kila siku kwa wale waliokuwa wakiokolewa. Mtu aliye na sehemu katika kanisa la Kristo ni yule aliyokoka. Na aliyokoka ni yupi? Kuokoka sio kusema Bwana asifiwe. Bwana asifiwe, hata mlevi anaweza kusema Bwana asifiwe. Biblia inasema mtawatambua kwa matunda yao. Yule ambaye ameokoka au kuzaliwa mara ya pili, amri za Mungu kwake sio nzito. Akisikia amri za Mungu anapenda kuzifanya. Moyo wake unataka tu kufanya mapenzi ya Mungu kwa gharama yoyote. Ndani yake kuna uwezo wa kushinda ulimwengu. Huko ndiko kuzaliwa mara ya pili. Amen. Waraka wa kwanza Yohana sasa. Waraka wa kwanza Yohana 5 mstari wa 1 mpaka wa 5. Kila mtu aaminie kwamba Yesu ni Kristo amezaliwa na Mungu. Mstari wa 2 kuendelea. Katika hili tunajua kwamba tuwapenda watoto wa Mungu, tumpenda Mungu na kuzishika amri zake. Kwa maana huku sasa, angalia kwa makini hapo. Kwa maana huku ndiko kumpenda Mungu. Sio tukisema nampenda Yesu. Bwana asifiwe, nampenda Yesu. Unampenda Yesu namna gani? Kweli una hakika unampenda Yesu? Kwa maana huku ndiko kumpenda Mungu, kwamba tuzishike amri zake, wala amri zake si nzito. Kama mtu anampenda Mungu, amri zake Mungu kwake mtu huyo si nzito. Kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu hushinda ulimwengu. Na huku ndiko kuushindaka ulimwengu, hiyo imani yetu. Haleluya. Mwenye kuushinda ulimwengu ni nani? Isipokuwa ni yeye aminia kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Ndio mtu aliyezaliwa mara pili, aliyeokoka. Amri za Mungu kwake sio nzito. Ana uwezo wa kushinda ulimwengu na anasa zake na mambo yake. Haleluya. Haleluya. Na
Sio hilo tu, lakini sasa turudi kwa habari ya mavazi. Mpaka hapa tumekuwa tukiangalia hoja kadha wa kadha ambazo zinatumiwa na watu wanaofundisha kwamba mtu aliyokoka anaweza kuvaa vyovyote apendavyo. Lakini katika mstari ambao ndio neno letu la msingi la somo letu, ambalo tutasoma tena neno la msingi kwa faida ya wengine ambao labda wameanza kufuatilia kipindi hiki cha neno la uzima katika sehemu hii na haukuwa pamoja nasi tangu mwanzo wa somo letu. Neno letu la msingi linatoka katika Mithali sura ile ya 7. Mithali sura ile ya 7 mstari wa 10. Na tazama, mwanamke akamkuta. Mithali 7 mstari wa 10, tuseme wote tena kwa bidii. Na tazama, mwanamke akamkuta, ana mavazi ya kikahaba. Ndio tunapokuwa sasa tumeokolewa, tunakuwa tumeokolewa kwa sababu tumetubu, pamoja na dhambi nyingine, tumetubu dhambi ya ukahaba. Na Biblia inasema baada ya kuwa tumeokolewa, hatuna budi kutenda matendo yanayoambatana na kutubu kwetu. Haleluya. Matendo ya Mitume sasa, Matendo 26 mstari wa 20. Bali kwanza niliwahubiri wale wa Dameski na Yerusalemu na katika nchi yote ya Uyahudi na watu wa mataifa, kwamba watubu na kumwelekea Mungu, wakiyatenda matendo yanayopatana na kutubu kwao. Tuseme hivyo, wakiyatenda matendo yanayopatana na kutubu kwao. Ndio, kama tumetubu dhambi zetu na kuokolewa, Mungu anatutarajia sasa tutende matendo yanayopatana na kutubu kwetu. Sasa ni muhimu kuelewa kwamba watu ambao hawajaokoka wanajua Mungu anataka tufanye nini. Watu ambao hawajaokoka wanajua mapenzi ya Mungu. Wako watu wengine waliokolewa na hata wachungaji na walimu ambao hawajui hili, kwamba watu ambao hawajaokoka wanajua mapenzi ya Mungu. Hatuwezi kuwadanganya sisi tuliookolewa. Ndani ya mtu yeyote, hata ambaye hajaokoka, kuna kitu kinachoitwa dhamiri. Tuseme wote, dhamiri. Dhamiri. Ndio, dhamiri iko ndani ya mtu hata kama hajaokoka. Dhamiri ni kama indicator ambayo inamfundisha mtu na kumwelekeza kwamba hili ni baya na hili ni jema. Mtu yeyote hata kama hajaokoka anajua kuiba ni vibaya, anajua kuvuta sigara ni vibaya. Ndio maana sio rahisi kumkuta mzazi anamfundisha mtoto wake sigara. Hata kimkuta mtoto mdogo anavuta sigara, mwanae anamwambia, wewe unaanza kuvuta sigara, hayo acha, usifanye hivyo katika mambo, katika utoto. Kama katika utu uzima, hapana, sio hapa. Anajua hili sio sawa. Mtoto wake kama anafanya uasherati, hata kama yeye ni mzinzi, mzazi
hawezi kufurahia mtoto anafanya uasherati. Anajua uasherati ni kitu kibaya. Anajua wizi ni kitu kibaya. Mwizi huyo, watu wanaenda kumpiga mawe, hata kumchoma moto. Wanachukua sheria mkononi, wanajua kuiba ni vibaya, haitakiwi kuiba. Watu wanapiga kelele, mafisadi, wanyang'anywe mali zao, wafilisiwe mali zao, wakamatwe, wafungwe. Kwa maandiko gani? Wamejifunza wapi katika maandiko? Ni dhamiri, kitu hiki ndani ya watu ambacho kinawapa kujua hivi, kufanya hivi ni vibaya, kufanya hivi ni baya, kufanya hivi ni vibaya. Na ndani ya mtu, kutokana na hii dhamiri, kuna kuzoezwa kupambanua mema na mabaya. Unaweza kuona? Na kimsingi, hata kama mtu atakuwa hajajifunza neno kama hivi, hajajifunza Biblia, hajakuwepo kanisani akajifunza Biblia kama tunavyojifunza sasa, siku ile ya mwisho bado atahukumiwa kutokana na dhamiri iliyoko ndani yake, ambayo Mungu ameiweka, ambayo inampa kujua mema na mabaya. Angalia Warumi sasa. Warumi sura ya 2 mstari wa 11 mpaka 15 tunasoma. Kwa maana hakuna upendeleo kwa Mungu, kwa kuwa wote waliokosa pasipo sheria watapotea pasipo sheria, na wote waliokosa wenye sheria watahukumiwa kwa sheria. Manake waliokosa bila kujifunza sheria ya Kristo, bila kujifunza maneno ya Mungu kama hivi, bado watapotea pamoja na kutokujifunza. Bado watakwenda jehanamu ya moto pamoja na kutojifunza. Na waliojifunza sheria ya Kristo kama hivi na wakakosa, wasiatende waliojifunza, bado nao watapotea pamoja na sheria waliojifunza. Watahukumiwa kwa sheria hiyo. Sasa sikiliza, kwa sababu sio wale waisikiao sheria walio wenye haki mbele za Mungu, bali ni wale waitendao sheria watakaohesabiwa haki. Kwa maana watu wa mataifa wasio na sheria, sikiliza maneno haya sasa, kwa maana watu wa mataifa ambao hawajaokoka, maana yake wasio na sheria, wafanyapo kwa tabia zao yaliyo ndani ya Torati, hawa wasio na sheria wamekuwa sheria kwa nafsi zao wenyewe. Hao waionyesha kazi ya Torati iliyoandikwa mioyoni mwao. Ndio hii dhamiri. Hao waionyesha kazi ya Torati iliyoandikwa mioyoni mwao, dhamiri yao ikiwashuhudia, na mawazo yao yenyewe kwa yenyewe. Tuseme wote, dhamiri yao ikiwashuhudia, na mawazo yao yenyewe kwa yenyewe, yakiwashtaki au kuwatetea. Ndiyo, ndani ya mtu, ndani ya mataifa, ndani ya watu ambao hawajaokoka, kuna kitu kinachoitwa dhamiri. Na hivyo wanajua kwamba mtu aliyeokoka anatakiwa kuishi hivi na hivi na hivi, anatakiwa kuvaa hivi na hivi na hivi. Mtu aliyeokoka hawezi kuvaa hivi na hivi, hawezi kufanya hivi na vile. Mbona mtu huyo anasema ni mlokole, anasema ameokoka, mbona anafanya hivi na hivi? Sasa sisi tuliokoka tunaweza tukawaijia juu na kuwapa maandiko. Na wanamuziki ni ambao wanazungumza, ambao wamekuwa nasema ni wanamuziki wa Injili, wanatoka nje ya nchi, wamekuwa na kuja na wanapokewa na waandishi wa habari hapa, wanatoka katika vyombo vingine ambavyo sio vya Kikristo. Hawajaokoka kwa waandishi wa habari hao, lakini maswali yao mengi ya kwanza wamekuwa nauliza, mbona wao wanasema wameokolewa? Mbona unavaa hivi na hivi? Mbona wao wanasema wameokolewa? Mbona sasa huu muziki mnaopiga hivi kweli ni sawa katika wokovu? Unakuta yule mwanamuziki anaanza kujitetea kwa bidii hivyo hivyo, Mungu angalie mambo ya nje, Mungu angalie tunavyovaa, anaangalia hivi, lakini waandishi bado wanabaki ndani
na kutokuridhika. Tunaweza kuwashinda kwa nguvu tu, tukawadhibiti nguvu tu mataifa wanaotuhoji, lakini hawatuamini tena, wanatuona ni wanafiki tu, wanaona ni waongo, kwa sababu ndani yao kuna kitu kinaitwa dhamiri. Tuseme wote dhamiri. Na kutokana na dhamiri iliyowekwa na Mungu kwa kila mtu, ndani ya mawazo kuna kushtakiwa au kutetewa, na kuambia hili ni sawa, hili sio sawa, hili ni sawa, hili sio sawa. Na hata kwa habari ya mavazi ni hivi. Watu ambao hawajaokoka wanajua kabisa kwamba mtu aliyeokolewa hatakiwi kuvaa hivi, lakini tunaweza kupingana nao tu kwa juhudi yetu tu. Siwezi kusahau miaka ya zamani, mapema tu nilipokuwa nimeokoka. Mimi niliokoka Jumapili ya Pasaka ya mwaka 1980. Sasa muda sio mrefu baada ya hapo, wakati nimeokoka 1980, nilikuwa nimeshaoa. Mke wangu nilimwoa Desemba mwaka 1979. Desemba 1979. Sasa tukawa tumeokoka na mke wangu wakati mmoja, muda ambao nilitangulia mimi kidogo, alafu akafuata yeye. Sasa tukaanza kumpenda Mungu sana. Wakati huo, pamoja na kusema tumeokolewa, mke wangu alikuwa anajipamba kuliko navyoweza kufikiria, na alikuwa anatengeneza manywele. Kwa miaka ile ya 70 kulikuwa hamna madawa kama yalivyo leo, lakini kwa kila kilichokuwepo nyakati hizo alikitumia kutengeneza nywele hizo. Alikuwa anavaa maheleni makubwa ya kubadilisha hapa na hapa, hapa na hapa. Nakumbuka heleni moja ambazo zilikuwa nyingine zinaning'inia kama chupa, zinaitwa 7up. Hizo siwezi kuzisahau. Mamikufu kifua, yani kifua kizima. Na mimi ndio natia bidii kununua mikufu hiyo. Na tunahakikisha kwamba anabadilisha mikufu hivyo. Sasa na atahangaika na uso, kutumia kila kinachotumika wakati huo kufanya uso uwe vile kwa viwango vya mataifa yanayozunguka mitaani. Sasa wakati huo sasa tuna shauku kubwa. Mmemwona mke wangu kwenye picha ndio mke wangu huyo. Ndio mke wangu, kwa ambao wamfahamu. Ndio mke wangu anaitwa Helen. Ni nguzo ya huduma hii. Ninachokiamini anakiamini, anachokiamini na kiamini. Si wawili kamwe, bali mmoja. Na sasa tukawa na moto kutoka kwenda kushuhudia. Tulikuwa tunaishi Temeke wakati huo. Nilikuwa naishi kwenye mabanda ya uani. Watu wanamjua Kakobe leo, hamjui historia yake. Nilikuwa naishi katika mabanda ya uani kwenye mtaa mmoja kule Temeke, unaitwa mtaa wa Taveta. Nilikuwa naishi kwenye nyumba moja, ilikuwa inajulikana kama nyumba za National Housing nyakati hizo, kwenye mabanda ya uani. Sasa ninakaa na mke wangu hapo. Tunatoka, mke wangu alikuwa anapenda sana kwenda kushuhudia habari za wokovu. Kwa hiyo anazunguka katika mitaa mbalimbali ya Temeke, Wilolesi, Ngarambe, mitaa ya Temeke hiyo.
anaenda kuhubiri sasa injili. Anapita duka kwa duka, anapita nyumba kwa nyumba, anahubiri. Sasa siku moja akawa ananielezea mwenyewe, ameingia kwenye duka moja, akamkuta muuza duka wa kike anauza pale. Alivyokuwa anauza pale, sasa lile duka akawa na mhubiri. Sasa maneno aliyoambiwa yalimvunja moyo sana. Ndio akaja amenyongonyea na kuja kunieleza. Yule mwanamke akasikia injili yote. Sasa akamwambia, haya, uko tayari kutubu dhambi zako na kumpokea Yesu? Sasa akamjibuje, akamwambia, mimi sitaki kuamua nusu nusu. Nikija kuamua kuokoka, sitaki niwe kama ulivyo wewe, na maeleni haya na kujitengeneza nywele hivi na kujifanya hivi kama kahaba. Mimi nikija kuokoka nitakuja kuokoka kweli. Kwa hiyo kwa sasa siko tayari, nipe tu muda, lakini nitakapokuja kuokoka nitakuja kuokoka kweli. Na mimi nitakapoamua kuokoka, basi sitafanya unavyofanya wewe. Maana mimi nashangaa, nyinyi mnasema mmeokoka, halafu mnahubiri huko na kule. Sasa mnaokokaje? Mnasema mmeokokaje wakati mko hivyo? Afadhali mimi nilivyo. Akaja mke wangu nyumbani amesononeka sana. Kaniambia, mume wangu, yani nimeenda kuhubiri, yani nimekutana na mwanamke huyu, shetani amemtumia sana. Amenivunja moyo kabisa. Nikamwambia, amekujibuje? Ameniambia hivi, wakati huo, yani kama alikuwepo mtu ambaye anasimamia haya mambo ya kusema mavazi sio kitu, sio chochote, basi mimi ndio nilikuwa mwalimu wa kwanza. Mwalimu wa kwanza. Nikamwambia, shetani ameshindwa kwa jina la Yesu. Anakwambia hivyo ulivyojipamba kuna matatizo, achana naye, kahubiri watu wengine. Na nimeendelea kusema achana naye hivyo, nikitetea mavazi kwa bidii sana. Kabla kanisa hili lijaanza, kanisa la Full Gospel Bible Fellowship lilianza Aprili 30 mwaka 1989. Kabla ya wakati huo, tulikuwa tunaenda kuhubiri huko na kule katika madhehebu mengine. Na nilikuwa mstari wa mbele kuhubiri mavazi, na kuambia watu wajipambe watakavyo. Wajipambe watakavyo. Wavae vyovyote wanavyotaka kuliko wanavyoweza kufikiria. Kwa sababu sikuwa najua nayojua leo. Lakini nikashangaa upinzani tulikuwa tunawapata mimi na mke wangu kwa watu tunawahubiria. Tulikuwa tunafikiri hawajui. Hatukujua hii habari ya dhamiri. Kwamba kumbe hata mtu ambaye hajaokoka anajua mtu aliyeokoka anatakiwa kuwaje. Na ndio maana ukisikia watu wanakuzunguka kazini kwako, majirani, wanakwambia, yani huyu anasema ameokolewa, lakini yuko hivi na hivi. Yuko wanapigana kila siku. Ameokoka. Usipuuze. Hapo ndio pa kujipima. Sisi tunapaswa kuwa nuru ya ulimwengu. Na Biblia inasema mtu aliyokoka anafananishwa na mji usioweza kusitirika au kufichika, uliojengwa juu ya mlima. Na kila mtu hata aliyoko bondeni akiangalia na juu ya mji yule mtu ameokoka yule. Na watu ambao ni mataifa wanatakiwa kuyatazama matendo yetu. Wanayatazamaje? Hawaangalii roho zetu. Wanatazama matendo yetu kwa macho, na kimsingi wanaangalia ya nje. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 2 mstari wa 12. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 2 mstari wa 12. Muwe na mwenendo mzuri kati ya mataifa, ili iwapo wasingizia kuwatenda mabaya, wayatazamapo matendo yenu mazuri, wamtukuze Mungu siku ya kujiliwa. Wamtukuzaje Mungu? Kwamba hapa wako watu waliokolewa. Sisi tulisikia habari za wokovu, tulibisha tu. Lakini wako watu kweli waliokoka, na tuliangalia matendo yao tukajua kweli wanaishi sawa sawa na wokovu wanaohubiri.
wamtukuze Mungu, siku ya kujiliwa kwao na kushughulikiwa kwao. Ndio maana sehemu nyingine nasema tuwe barua inaweza kusomwa na watu wote. Sio kwa kusema Bwana asifiwe. Tunatembea kama barua ambayo mtu yeyote anaweza kusoma na kusema na yeye mwenyewe akasema dada yule ameokoka, mwanaume yule ameokoka, bila kujitetea, bila kungoja kujitetea. Matendo yetu wenyewe yatutetee. Wakorintho, barua iliyokatibiwa au iliyoandikwa inayosomwa na watu wote. Wakorintho wa pili sura ya 3 mstari wa 2 mpaka mstari wa 3. Wakorintho wa pili sura ya 3 mstari wa 2 mpaka mstari wa 3. Ninyi barua yetu iliyoandikwa mioyoni mwetu, inajulikana. Sema maneno hayo, inajulikana. Piga kelele mpaka nafsi zetu zisikie. Inajulikana. Na kusomwa na watu wote. Mnadhihirishwa kwamba mmekuwa barua ya Kristo, tulioikatibu manake tulioiandika. Sema wote, tulioiandika. Iliyoandikwa si kwa wino, bali kwa Roho wa Mungu aliye hai. Ndiyo mtu aliyokolewa anatakiwa kutembea sasa na kuwa barua inayosomwa na watu, hata kabla hujasema Bwana asifiwe, hata kabla mtu hajazungumza, hajakusikia unasema umeokoka, anakuangalia matendo yako, anatazama matendo yako mazuri kwa nje tu, ajue yule mtu ameokoka. Anapokusikia unapozungumza tu kama mwanafunzi wa Yesu Petro, anasema pamoja na kuwapa kwa kiapo kwamba mjui Yesu, hapana, kwa msemo wake huyu hakika lazima atakuwa mmoja wao, lazima atakuwa mwanafunzi wa Yesu, kwa sababu hata kwa usemi wake unamtambulisha. Hiyo ni Mathayo. Sasa tuangalie tu kwa haraka hapo. Ni Mathayo, kutambulishwa kwa nje tu. Mathayo 27, Mathayo 26, samahani. Mathayo 26 mstari wa 69 mpaka mstari wa 73. Mathayo 26 mstari wa 69 mpaka 73. Na Petro alikuwa ameketi nje behewani. Kijakazi mmoja akamwendea akasema, wewe nawe ulikuwa hapa pamoja na Yesu wa Galilaya. Akakana mbele ya wote akisema, sijui usemalo. Naye alipotoka nje hata ukumbini, mwanamke mwingine alimuona, akawaambia watu waliokuwa huko, huyu alikuwa hapa pamoja na Yesu Mnazareti. Akakana tena kwa kiapo, simjui mtu huyu. Punde kidogo wale waliohudhuria wakamwendea, wakamwambia Petro, hakika wewe nawe mmoja wao, kwa sababu hata usemi wako wa kutambulisha. Ndio tunatakiwa kutambulishwa hivyo kwa nje tu. Ni barua inatakiwa kusomwa na watu wote. Na kwa hiyo pamoja na kupinga kwa uzito, na wakati mwingine tunatafuta maandiko ya kujitetea, huwezi kukosa maandiko ya kujitetea. Andiko unaweza kulipinda ukalipeleka vile unavyotaka wewe ili likutetee. Hata watu wanaoana wanaume kwa wanaume kule Marekani, ukienda kuna yako anaitwa makanisa ambao wanaruhusu mwanaume kumwoa mwanaume mwenzake, wanatumia maandiko, Biblia hii, na andiko wanalotumia kuhalalisha ushoga wao huo. Wanasemaje? Anasema Mungu alisema alipokuwa anamuumba Adamu, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Sasa wanasema msaidizi wa kufanana naye mwanaume, sio mwanamke, kwa sababu mwanamke ana matiti. Mwanamke makalio yake yako tofauti na mwanaume. Mwanamke sura yake unaona yuko kike. Wa kufanana naye manake mwanaume mwenzie. Wanatumia maandiko na kuyapinda
na kusema sio mwanamke, ni mwanaume, wakati ukweli uko wazi. Aliyefanyika hapo msaidizi ni mwanamke, Hawa. Lakini ukitaka kujitetea, unaweza kutafuta andiko lolote tu na kulipinda unavyotaka wewe. Bwana tusaidie, tusijitetee. Lakini dhamiri za mataifa zitusute, na utaona kama kweli mtu umeokolewa, mataifa wakizungumza hivyo, pamoja na kujitetea, kuna vitu bado vinakuumiza ndani. Unaweza kujitetea kwamba hii ni sawa tu, wewe hujui maandiko, wewe si nini, lakini moyoni kuna kitu kinakusuta.